Karibuni ndugu watazamaji, niliyopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikalamoto, bingwa wa Afrika Mashariki na dunia zima. Kama ilivyokuwa desturi yetu, tunaendelea na elimu zetu mbalimbali zinazoendelea katika chaneli yetu ya Dr. Chikalamoto ili kuweza kutupa faida aina mbalimbali, kutupa tiba, kutuelimisha na kutuweza kutusafisha roho zetu, ili tuweze tukajua kwamba ni jinsi gani maisha tunayoishi yanavyoweza kumpendeza Mwenyezi Mungu na kumchukiza Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ninawaambiaga nyakati zote, unajua mtu anapomuona mganga tayari anamweka kwenye kundi la shetani, lakini wanadamu wanakuwa ni wepesi wa kuhukumu. Yani wanakuwa ni kama vile wamepewa mamlaka ya kuhukumu, ya kumhukumu mwanadamu mwenzake. Hajui kwamba ile hukumu anayotoa tayari unakuwa unamsafisha yule mtu ambaye unamnenea lile jambo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anayejua ubaya wa kila kiumbe alichokiumba. Sasa kama wewe unageuka kuwa kiumbe cha kuweza kumhukumu mwanadamu mwenzako au kiumbe chochote kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu, ujue kwamba unajivisha madaraka ambayo sio yako. Kwa hiyo nawasi, kama unaona kuna kitu ambacho hakikufai, haupendezwi nacho, haufurahishi nacho, basi unaweza kukiacha. Kisikukere, yani nafsi yako isikukere kwa kitu ambacho unakiona hakina faida. Lakini kwa wale watu ambao wanaona lile jambo lina faida na lina maslahi kwao, na ni watu ambao wamejipambanua kwamba katika hii dunia kuna watu wameletwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuweza kupewa karama ya kuweza kuwaelimisha na kuweza kuwapatia tiba na kuweza kuwafafanulia mambo mbalimbali ambayo mtu mwingine hawezi. Ndio maana kuna wachungaji, ndio maana kuna mapadri, ndio maana kuna mashehe, ndio maana kuna maimamu, kuna kila mtu. Kwa ndugu zanguni, naombeni muendelee kufuatilia kwa umakini chaneli hizi. Ni chaneli ambazo zitakuwa zina faida sana kwako. Siku ya leo nimeona nipo katika mazingira ya sehemu hii. Ni sehemu ambayo ni sehemu ya matambiko. Nilikuwa nataka nizungumzie kuhusu mambo ya matambiko. Mambo ya matambiko ni asili. Ni asili ambayo nimeshazungumza kwa watu, nikawapa elimu mbalimbali kwa wale ambao ni wafuatiliaji wa vipindi mbalimbali. Lakini ningeendelea kuwapa elimu katika mlengo mwingine, kwamba ili watu wanapokuwa wanafanya mambo haya au wanafanya biashara zao au wanafanya kazi zao au wako sehemu yoyote katika hii dunia, waweze kujua kwamba kitu kinachoitwa asili si cha kukisahau katika maisha yako. Kwa sababu asili inakuinua, asili inakufanya mtu mpya, asili inakufanya mtu kujengeka kifikra, kimawazo, kimsaada. Kwa sababu tunachokuwa tunakifanya sisi ni kuweza kukumbuka yale ambayo babu zetu, vizazi vyetu walimopitia. Kwa hiyo tutawakumbukaje? Tunawakumbuka kwa kutumia asili. Sasa kila kabila na kila sehemu na kila taifa lina taratibu zake. Kwa hiyo tuna watu sasa hivi tumebobea kwenye taratibu na mila na desturi za watu wengine, tumeacha taratibu na mila na desturi zetu. Kwa hiyo tunaishi katika njia za watu wengine, tunasahau desturi zetu na mila zetu na taratibu zetu. Kwa hiyo ndio maana unakuta kila wakati majanga yanatuijia, kila wakati machafuko yanakuja katika maisha yetu, kila wakati mapambano katika maisha yetu yanaingiwa na vikwazo vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unapokuwa ni mtu mwenye kukumbuka wapi ulipotokea, asili yako ni nini, makabila yako, makabila mbalimbali, matambiko yapo, matambiko ya aina mbalimbali. Matambiko ni ibada zilizokuwa zinafanyika toka enzi za mababu zetu, na mababu zetu walikuwa wanazifanya hizi ibada kwa kuweza kukusudia mambo yao kuweza kufunguka na kuweza kufunguliwa na kuweza kutakasika. Na ni kweli kwa watu ambao walikuwa wanafanya yale mambo, walikuwa wanapata matokeo chanya, walikuwa wanapata faida, walikuwa wanajibiwa na walikuwa wanapewa kile kitu wanachokiomba. Na walikuwa hawapewi na shetani, walikuwa wanapewa na Mwenyezi Mungu. Shida watu wanachokuwa wanashindwa kukielewa, je, matambiko yale yalikuwa yana faida gani katika jamii ile?
Matambiko yalikuwa na faida mbalimbali, kwa sababu mimi kama nina koo yangu, tunashirikisha koo za aina mbalimbali. Tukishashirikisha koo za aina mbalimbali, zile koo ndio wanakuwa na viongozi wetu, viongozi wa koo za kila aina. Sasa wale viongozi wa koo za kila aina ndio wanao kwenda sehemu, kwenda kumlilia Mwenyezi Mungu, kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu. Sasa wanamuomba Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupitia mizimu, kwa sababu nilishawaeleza mizimu ni nini. Labda niwakumbushe, mizimu ni wale watu ambao tayari wameshatangulia mbele za Mwenyezi Mungu, yani watu wale wakale katika familia yako, waliofariki, waliokufa toka miaka na miaka, toka kizazi na kizazi. Ina maana wale watu hatuishi nao kimwili, ila kiroho tunaishi nao. Sasa watu wa zamani na asili ya zamani walikuwa wanaamini kwamba mtu yoyote anapokuwa anakufa, mtu yoyote anapokuwa anaondoka duniani, ina maana kwamba yule mtu haendi motoni, anaenda kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kama anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ina maana sisi tuliokuwa huku duniani ambao tuko katika mwili na nyama, tunaweza tukaomba. Tunaomba vipi? Ili maombi yetu yaweze yakamfikia Mwenyezi Mungu, tunaomba wale ambao hawapo kimwili, wapo nasi kiroho. Kwa sababu wapo karibu na Mwenyezi Mungu, ina maana wale tutakapokuwa tumewaomba wale ndio wanatufikishia maombi yetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wale vilio vyao wapo moja kwa moja, wanaweza kuvielekeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko sisi ambao bado tuko katika mwili na katika roho. Kwa hiyo ili na sisi tutakapokuwa tumeondoka katika mwili tunaenda katika roho, ina maana tutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu, ina maana tutakuwa tunaweza kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na Mwenyezi Mungu. Na ni vitu ambavyo havijapishana na mila na desturi za sasa hivi. Tunaamini kwamba mtu ukifanya ibada, ina maana ibada ndio inayokufanya wewe unakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Ibada ndio inakujumuisha wewe na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimetoka sehemu moja vikahamia sehemu nyingine, yani vimekopi na kupesti. Kwa hiyo hivi vitu vilivyopo, vilivyokuwa vinafanyika si haramu, kwa sababu wale walioleta hivi vitu vya kukopi size na kupesti ndio ili sisi tufuate yale mambo yao, mila zao na desturi, ilibidi waalamishe hivi vyetu. Wakishahalamisha vyetu, ina maana lazima tutawafuata. Ina maana kuna mambo ambayo tungewafuata na kuna mambo ambayo bado tungeshikilia mambo yetu. Nilishawapa mfano katika vipindi vilivyopita. Ni mara ngapi wewe katika historia yako ulifikiria kwamba watu walipokuwa wanaenda kuomba walikuwa wanachukua muda gani kuweza kupata yale mahitaji wanaoyaomba? Kama mvua hainyeshi, kama kuna ukame, watu wanaenda kwenye milima, watu wanaenda kwenye mito mikubwa, watu wanaenda kwenye miti mikubwa, wanaenda kumlilia Mwenyezi Mungu. Haiwezi ikapita siku 3, siku 4, wiki haiwezi ikafika. Kwa sisi ambao tumebahatika kukua na babu zetu ambao waliishi miaka mingi, ambao walishuhudia hayo matukio, walitupa ushuhuda na wakatuonyesha ni njia gani ya kufanya ili mtu aweze akafanikiwa, na ni jinsi gani mtu uweze ukashikilia mila na desturi. Kwa hiyo mila haijalishi unaiombea kwenye mti, haijalishi kama vichanja hivi vilivyoandaliwa hivi, unaweza ukaja ukaombea kabila lolote. Kabila lolote, sehemu yoyote, dini yoyote, mtu anaweza kuja kumuomba Mwenyezi Mungu hapa. Akafanya hapa ikawa ibada, akaigeuza ibada ikawa ibada yenye kutakasika. Na nishawaeleza watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja, kwamba unaweza ukaalamisha ibada yako kutokana na kile kitu wewe unachokiomba. Kwa hiyo ili kitu kiwe cha kwako unachokiomba kiwe haramu au kiwe cha kishetani, unaomba heli au unaomba shari. Sasa mara nyingi watu wanaamini kwamba hata ukienda kanisani au ukienda msikitini ukimuomba Mwenyezi Mungu kwa mabaya, yani ili yale mabaya yamshukie mwanadamu mwenzako mabaya, sidhani kama hayo maombi Mwenyezi Mungu atayapokea, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuhamasisha tuwe ni watu wenye kusamehe, tuwe ni watu wenye kuvumilia mapigo tunayopigwa na wanadamu wenzetu. Yeye ndiyo mwenye kwenda kutoa adhabu iliyokuwa sahihi kwa mwanadamu yoyote. Lakini sisi tunaona kwamba vile vilio vyetu tupeleke mtu umefanyiwa jambo baya, usitegemee lile jambo baya utampelekea Mwenyezi Mungu
ukaomba jambo lile baya limfike mwanadamu mwenzako, yale maombi yako yatakuwa ni maombi ambayo ni sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini lazima yatakuwa ni maombi haramu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio sawa na mila. Unapokuja kwenye mila, ukiomba mambo ya babaya yatakasikwa na Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuhalamisha maombi yako yatakuwa ni haramu. Kwa hiyo hii sehemu si sehemu haramu kama vile watu wanavyokuwa wanafikiria. Na binadamu tunakuwa ni wazito wa kutafuta kuelimika, kujua. Kwa hiyo unakuta mtu anapokea tu. Mtu anaweza kuniona mimi nimevaa hapa kanzu. Hii kanzu akaiamanisha kwamba hii kanzu ni sehemu, ni kitu kitakatifu. Yaani anaiamanisha kwamba hii kanzu ni sawa na, ukiona kanzu ni sawa umemuona mtume au umemuona Mwenyezi Mungu. Yaani hizo ni fikra bubu. Hajui kwamba kuna mtu anaweza akavaa kanzu akaenda akabomoa na akaiba. Kwamba kanzu, hajui kwamba hii kanzu ni vazi, anaweza kuvaa mtu yoyote. Anaweza kuvaa mtu mwenye imani yoyote. Kwa hiyo usimhukumu mtu kwa mavazi yake, kwa matendo, mhukumu mtu kwa matendo yake. Kwa hiyo ndugu zangu, nitaka kuwapa elimu ya kuhusu kutambika na kuhusu desturi, mila na desturi, kwamba ni kitu sahihi katika maisha yetu na ni kitu cha kukipambania na kitu ambacho sio cha kukisahau. Uwe taifa lolote, uwe Ulaya, uwe Afrika, uwe Asia, uwe Amerika, kumbuka hata kama utashindwa wewe kupanda ndege kuja huko mbali, hebu wasiliana na ndugu yako, au unaweza ukawasiliana na mimi Dr. Chikalamoto ukaniambia mimi bwana ni kabila fulani. Kwa sababu sasa hizi tuna vizazi vingi sana, vizazi vya kisasa havijui mila na desturi, vinajua tu vile vitu vilivyovikuta, yani usasa. Kwa hiyo unakuta kwamba wakisha sahau yale wanakutana na changamoto. Kwa hiyo ukiniambia wewe ni kabila gani, mimi nitajua ni taratibu gani ambazo kabila hilo zikifanya mtu mambo yake yanafunguka pale pale alipo, kwa kuongea maneno na kwa kufanya vitendo utakavyokuwa umevifanya hapo ulipo. Kwa hiyo ndugu zanguni, ni siku ya leo niko sehemu ya mimi ambao natambikia watu wangu, natambikia mambo yangu, natambikia mila zangu na desturi kwa ajili ya kufungua mambo, kwa ajili ya watu ambao mambo yao mnakuwa mnayatuma huko ili niweze nikawaombea. Basi mara nyingi huwa anakuja hapa au mtu akija na muingiza hapa eneo hili, basi anafanya dua zake, anafanya maombi yake. Kama wewe utatumia mbege, kama wewe utatumia ndizi, kama wewe sijui utatumia ulezi, kama wewe utatumia mtama, basi utakuja hapa kwa ajili ya maombi, alafu dua zako zitaweza kufika mbele ya mizimu yako na mbele ya Mwenyezi Mungu, na ukatakasika na mambo yako yakaendelea kufunguka. Kwa hiyo kama utakuwa unataka kuweza kuelewa zaidi, kupata ufafanuzi zaidi juu ya haya ninayoeleza, usisite kunipigia simu ya 0784994048. Utapata ufumbuzi zaidi ya haya. Na endelea kusubscribe hii channel yetu ili tuendelee kupata elimu za aina mbalimbali, na tuendelee kufunguliwa, na tuendelee kuweza kufanikiwa mambo yetu ambayo tunapambana nayo kila siku. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.